السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفار، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa tumekamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na bado tuko katika saumu ya sita, ikiwa leo wengine ndio tumaliza, na bado kuna wengine wenye kufunga siku leo, wengine kesho, kesho kutwa, kidogo kidogo, lakini wakawa nao wako katika saumu hii ya sita katika mwezi huu wa mfungo mosi wa Shawwal. Ni neema kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia umma huu kwa mengi makubwa. Mojawapo ni hii saumu ambayo kwamba Ramadhani ambayo kwamba tumeifunga. Tutarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala astakabalie yale ambayo kwamba tumeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wale watu wema walikuwa wao sita ashhurin, miezi sita baada Ramadhani, yad'una Allah, wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayatakabbalahum minhu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakabalie yale ambayo kwamba waliofanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, miezi sita. Lakini lilasaf ni mambo ambayo kwamba kusikitisha, mwezi wa Ramadhani kabla haujamalizika tumeona dalili za watu kupungua. Ile bidii ya mwanzo imeondoka, watu sasa kawa wameanza kurudi nyuma, na baada ya Ramadhani ndio kabisa. Alhamdulillah, ulikuwa mwezi Ramadhani watu swala hizi za Isha, swala za magharibi, swala za usiku ambao kwamba asubuhi, watu alhamdulillah walikuwa wakijazana. Lakini baada ya Ramadhani mambo haya yameondoka kwa baadhi ya watu, kana kwamba wao Mola wao yuko katika mwezi wa Ramadhani tu. Yani baada ya Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi hastahiki tena kuabudiwa. Wapo watu ambao kwamba wenye umbile kama hilo, na wakipata mazuri wanamsahau yule ambao kwamba aliwapa hayo mazuri, na wakipata misukosuko basi utamwona wanamtamba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ya Rabbi, niondoshee haya.
na hutafutana watu visomo kwa sababu ya kuondolewa yale mazito alionayo yeye, hapa kumbuka yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya kuwa alhamdulillah Mwenyezi Mungu sasa amemrudishia afya yake, anamsahau yule ambaye kwamba alimuondoshia yale maradhi aliyokuwa nayo. Ramadhani imeshaondoka na hatuna uhakika baina mimi na wewe kama Ramadhani hiyo nyingine tutaipata. Hapo palipofika sasa hivi, malengo ya Ramadhani haswa nini? Malengo ya Ramadhani ni kuwa tudumu la'allakum tattaqun, ndio malengo hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Tupumbazo katika aya hii, mapumbazo ya aya hii tafahamishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia sisi saumu, tena tukaambiwa kama kutiba ala alladhina min qablikum. Sio nyinyi tu umma huu mkaona mmefaradhishiwa hayo. Kwa nini umekuwa na njaa? Kwa nini jambo lako mwenyewe ni halali yako wewe mwenyewe, waambie huna ruhusa kumgusa? Chakula chako wewe mwenyewe, chakula ni chako cha halali, waambie huna ruhusa kukila. Maji yako ni halali yako mwenyewe, waambie huna ruhusa kuyanywa mpaka wakati fulani. Hii yote nini? Kuridhia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni mafunzo. Leo mimi kitu ni changu mwenyewe, huyu ni mke wangu mwenyewe, mimi sina ruhusa kustarehe naye katika mwezi wa Ramadhani mchana. Leo litanifanya vipi mimi nisiweze kujizuia kwa mwanamke wa haramu? Nisifanye hayo. Ndio malengo ya Ramadhani hayo. Tumejifunza nini? Kitu ambacho ni halali mimi kula, nimekinunua mwenyewe kwa pesa zangu mwenyewe, halali, nimetuma mwili wangu mimi, nikapata pesa zangu nikaweza kununua chakula, waambiwa huna ruhusa kukila. Maana yake ni kuwa siku ukitokezea wana kitu ambacho cha haramu, vile vile kumbuka mwezi wa Ramadhani ulijizuia wewe kwa kitu ambacho chako wewe mwenyewe, ukawa wewe washindwa kukila kwa sababu kutimiza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujizuia. Leo vipi? Leo hiki kitu cha watu wewe utakilaje? Hayo ndio malengo ambayo natija ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa ikiwa baada ya Ramadhani sisi tulikuwa alhamdulillah tumejizuia mambo mengi, na baada ya Ramadhani imekuwa ni kinyume chake, ni kuwa wewe ulikuwa hufungi, wewe ulikuwa humfungii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban, mambo mawili hayo yapatikane. Umefunga imanan, wewe hufunga kwa sababu ya nani? Binafsi yako mwenyewe, au watu wafunga na mimi nifunge? Imanan, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ihtisaban, una matarajio wewe yataka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thawabu. Ukiwa wewe mambo mawili unayo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hapo ndio unapata kuingia katika kusamehewa tena makosa yako yaliyotangulia, kwa sababu umejizuia tu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeweza kujizuia mambo kwamba machafu, na baada ya Ramadhani kwa nini usijizuie? Na ni jambo ambalo kwamba kama ulivyojizuia lako wewe mwenyewe, chakula chako mwenyewe, na ulikuwa unaweza wewe ukaenda ndani ya nyumba ukala watu wasikuone. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi asema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu li wa ana ajizi bihi, saumu ni yangu mimi. Mwenyezi Mungu asema saumu ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi. Kwa hivyo huna chenga kumchenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona, huwezi kumchenga Mwenyezi Mungu kuwa bwana mimi nawaonesha watu. Wewe tuonesha watu, sisi hatuna lolote. Huyo ambaye kwamba wewe wamtarajia ambaye kwamba kuifunga ibada kama hiyo, ndio anakuona. Ukiwa umekula yeye amekuona, ikiwa hukula ni yeye amekuona. Kwa hivyo wewe umefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu,
ukajitolea kufunga kwako, ukajizuilia kwa machafu, ndipo hapo ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi al-Qudsi kwa Mwenyezi Mungu asema saumu li, saumu ni yangu, yani saumu ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndio akasema kuhusu malipo sitowaambia mimi, lakini wa ana ajizi bihi, mimi ndiye ni mwenye kuyalipa. Hizi ibada zingine zimepangwa 1 kwa 10 mpaka zinakwenda zinaongezeka, unaongezewa, lakini somo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema somo ni yangu mimi. Na ndio maana ukaona watu wanafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya Ramadhani leo kitu gani kitakufanya wewe na alhamdulillah ulikuwa unaweza kuinuka mpaka qiyamul layl? Qiyamul layl ulikuwa wainuka, ulikuwa ukiinuka saa 9 za usiku kwa ajili ya kula daku. Wewe ukiinuka usiku kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, washindwaje kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyakati ambapo za asubuhi? Wewe ulikuwa ukiswali swala 5 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ajabu, katika mwezi ambapo huo wa Ramadhani umefanya hayo, leo mwezi huu sasa unashindwa kuvifanya lile na ulikuwa mwezi ule unafanya. Ndio malengo ya mwezi wa Ramadhani ni madrasa. Ikiwa katika madrasa kama ile wewe hukufundushika, hukuweza kuipata somo kama lile, wewe wataka kusoma, watakuijua gari linavyoendeshwa. Leo ukafundishwa gari kama ile inavyoendeshwa mpaka ukajua, ukaingia katikati ukaendesha wewe mwenyewe, kisha baada ya siku uonekane wavunja sheria, uonekane wewe ulikuwa huna haja ya kusoma. Masomo yote ya nini yale ambayo ulikuwa kusoma? Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao madrasa, na madrasa ile ya Ramadhani ikiwa hukufundishika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi wewe si katika wale watu ambao wanaofunga mwezi wa Ramadhani. Watu wema walikuwa katika mwezi wa Ramadhani ukiwa wanaondoka wanalia. Na ndio maana al-Imam al-Jawzi rahimahullah akasema law kanat ahlul qubur, lau wale watu ambao walioko makaburini. Sasa alhamdulillah wewe uko hai, wewe leo uko hai, kwa hivyo wewe uko hai, wanazungumzia wale ambao tayari ambao tumewazika. Wale lau qila tamannau, lau wataambia hebu tamanini, mtamani kitu gani? La tamannau, wangetamani yawman min Ramadhan, wangetamani wao siku moja tu miongoni mwa siku ya Ramadhani, wawe na wao wapate siku moja tu. Wewe umeipata siku 30 au umeipata siku 29. Leo Ramadhani kama ile umeipata, natija yake ndo nini? Baada wewe umefanya masomo yako, umepata shahada, umepata diploma, leo umekuwa wewe waambie ni profesa. Baada yote hayo waonekana masomo yako yote huna maana hata moja, huyatumii haki ya yale ambayo uliosomea. Tukuiteje baada ya kuwa wazazi wako wametoa pesa zao, wamemaliza kila kitu, wakakusomesha, ukawa umefika daraja ya juu, kisha leo uonekane wewe masomo yale huyafanyi kazi, wavuta mabangi, wenda fanya mambo ambayo sio kuwa. Wale wazazi wanaona sisi wengine tumeuza mpaka majumba kwa ajili mtoto wangu asome, huyu aondoke katika hali ambayo kadha. Nani hayo Mwenyezi Mungu amekuletea Ramadhani. Baada ya Ramadhani umefanyaje kazi? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Malengo nini? Malengo ni la'allakum tattaqun, kupatikane ule ucha Mungu tena wa kudumu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yada', yule ambaye man yada' qawla az-zur, yule ambaye hatoacha uongo,
na mambo kwamba sokuwa. Ndio maana ukaambia fali hana haja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayadaa taamahu wa sharabahu, akawa ameacha yeye kunwa, ameacha kula kwa ajili ya kwamba sema afunga, na bado yeye ana tabia mbovu. Saumu ya Ramadhani ukitaka kujua kwamba natija zake ni sasa katika mfungo huu na kuendelea mpaka Ramadhani hiyo nyingine, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia hilo, kuwa mwenendo ule kama Ramadhani tumeendaje sisi sasa. Baada ya Ramadhani tunaishi vipi? Wewe katika baada ya Ramadhani kutakujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutakabalia yale yaliyopitika katika mwezi wa Ramadhani. Angalia sasa hivi bidii yako ikoje, ina bidii ile ile ama imepungua? Ujue kimepungua, wewe ulikuwa hufungi, wewe ulikuwa ukimchezesha shere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saumu ile ya faida gani ambayo kwamba leo huitumii, ama kwamba saumu kama ile? Umejifunza nini baada ya Ramadhani? Natija yake ni ipi baada ya Ramadhani? Leo alhamdulillah ulikuwa ukiinuka ukimwabudu Mwenyezi Mungu Ramadhani, leo magharibi wallahi juzi na hesabu watu watano kwa hesabu, baada al-maghribi watu watano kwa hesabu, 1 2 3 4 5 baada al-maghribi. Na ilikuwa tumejazana hapa umma katika mwezi wa Ramadhani baada al-maghribi, tumekaa wengi ajabu. Leo watu watano baada al-maghribi, tena watu watano tu, na hesabu kwa hesabu 1 2 3 4 nikafika 5 wa 6 yumo. Leo mwezi wa Ramadhani hali imefika hivyo, umekwisha. Tumejua na mwezi kama huu wa mfungo mosi, na tumepata natija kama hiyo, na ndio maana watuona misikitini ni kidogo tu, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Wala haikuwa hayo ni miongoni mwa maudhui yangu. Nilikuwa maudhui leo nizungumze kuhusu undugu ulioko katika baina ya mimi na wewe, undugu ulioko baina sisi Waislamu, undugu kama huo ambao kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tushikamane sisi na kamba yake na Uislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wala wadhkuru ni'matallahi, watakiwa watu wakumbuke neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia kwanza wa'tasimu bihablillahi jami'an, sisi tusiwe tushikamane na kamba Mwenyezi Mungu. Kamba Mwenyezi Mungu ni ipi? Ni Uislamu. Tushikamane na Uislamu. Wala tafarraqu, wala tusiwe kwamba ni watu ambao kwamba tumefarikiana. Leo tumefarikiana, tumekuwa kila mtu yuko kivyake. Mimi binafsi nakumbuka mwezi wa Ramadhani hizo nyuma ambao kwamba mababa zetu na mababu zetu walikuwa wakifuturu pamoja. Sasa hivi hayo mambo huyaoni. Kila mmoja amekuwa sasa hivi ni bakhili kwa kivyake, kila mmoja yeye afuturu kivyake. Anaona tabu kuwa hiki changu hiki itakuwaje mimi leo nitengeneze hivi na mwenzangu leo apate. Hali imekuwa sasa hivi ni hiyo. Nyuma huko ilikuwa watu wakifuturu pamoja, wanatoka nje wanafuturu pamoja, majirani wao, wala so ndugu ambao kizazi, lakini ni ndugu kwa ule Uislamu, wanafuturu pamoja. Haya mambo yameondoka. Mtoto mwenzako alikuwa ni mtoto wako, unaweza ukamtuma wakati wowote, nenda dukani kanunue kadhaa, na mtoto kama yule asifanye jeuri. Lakini leo mtoto yule yuko tayari kukufanyia jeuri na kukatalia, na wewe ukijaribu tu kwenda kupeleka mashtaka kwa baba yake atakwambia kwani huo ni mtumwa wako. Hayo ndio mambo ambayo yaliyoko, na inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wiki ijayo tutazungumza masala haya ambapo kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.